Okay, bwana wewe, karibu katika episode ya 3 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, kisha unagusa hicho pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia maskani mwako ili tuweze kwenda pamoja. Sasa tulipokuwa tumekomea ni baada ya kumshuhudia Mwamba akiwa ameiba dokumenti za msingi sana na tayari yuko nazo katika laptop yake. Alipofika nyumbani tu moja kwa moja akaanza kupeleleza ni nini ambacho kilikuwepo ndani yake. Tukio la kwanza lilikuwa ni tukio la huzuni sana, kwani alikuja kugundua kwamba baba yake mzazi aliuliwa na huyu mwanamke ambaye ana mtindo wa kupotea potea. Lakini pia mwili wa baba yake ulikwenda kuchunguzwa, namna ulivyokuwa unapasuliwa vibaya, basi bwana mdogo hata ujasiri wa kutazama aliukosa. Lakini katika matukio ya mbele alifanikiwa kumwona yule mwanamke akiwa anaingia katika maabara mbalimbali za kisayansi duniani, lakini miongoni mwa laboratori hizo aliwahi kuingia mpaka katika kitengo chao cha siri kabisa. Sasa aliingia kufanya nini? Lakini video ya mbele aliyokuwa ameiona, aliona kwamba kuna afande alikuwa anaojua kutokana na lile tukio la kifo cha baba yake, na huyu afande hakuwa mwingine ni yule ambaye anashinda kwenye mitambo wakati wote akiwa anaangalia CCTV kamera katika ile kampuni ambayo Mwamba anafanyia. Lakini mtu wa pili alikuja kugundua kwamba ni yule makamu mwenyekiti katika kampuni, naye alikuwa anatoa ushuhuda kana kwamba aliwahi kushuhudia tukio zima la babake na Mwamba Seiya alipokuwa anauliwa. Lakini Mwamba Seiya akahisi kwamba huenda kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia, akatamani kufanya uchunguzi zaidi. Akamfuata bidada Sebia na kumuonesha kila kitu alichoweza kukitoa pale katika ile kampuni. Kumbuka walikuwa wameahidiana kwamba watasaidiana kupeana taarifa hizi. Mwamba Seiya anasema kwamba amefanya uchunguzi na amekuja kugundua kwamba katika kile kipindi ambacho Solar Storm iliweza kupiga ama dhoruba ya jua, basi yule mwanamke alijitokeza katika nchi 7 tofauti na kuna watu waliweza kuwaua, miongoni mwao alikuwepo baba yangu. Lakini Mwamba wakati anamwelezea bidada hakutaja kwamba yule alikuwa ni baba yake, akasema kuna baba mmoja alikuwa ameanguka pale chini, yani hakutaja kama yule ni baba yake mzazi, ili akataka bidada aweze kuchunguza yule mtu alikuwa ni nani. Lakini pia mwanamke huyo akasema kwamba yule mwanamke amewahi kuniunguza na kitu mkononi, lakini sikupata maumivu hata kidogo, ila nimehangaika kutumia kila aina ya dawa ili lengo lile kovu liweze kutoka. Hili kovu mpaka kesho lipo tu. Lakini swali kubwa ambalo bidada Seyang alikuwa nalo, akasema kwamba ni kwa nini mwanamke huyu anatokea katika nchi nyingi sana duniani na anatembelea katika vituo ambavyo vinadili na mambo ya kisayansi peke yake. Seyang akasema kwamba huyu mwanamke alitokea katika vituo vya kisayansi tu kipindi kile ni kwa sababu alikuwa anarejesha mfumo wa ulinzi ambao ulikuwa unaenda kuzuia jua lisiweze kuizuru dunia. Kwa hiyo alitokea katika vituo vya kisayansi kwa sababu hiyo, ila sasa hivi sijajua kwa nini anatokea duniani na ana kazi gani. Mwamba Seyang anasema kwamba ripoti zinaonyesha kwamba mwanamke huyu ni mkombozi wa ulimwengu na watu pia, lakini akawa anashindwa kumwambia bidada ni kwa nini yule mwanamke aliweza kumuua baba yake ikiwa huyu mwanamke ni mkombozi. Lakini bidada Sebia akasema kwamba huenda huyo mbaba alikuwa anataka kumzuia kutenda kazi yake. Lakini Mwamba Seyang akauliza, sasa katika miaka yote hiyo 24 iliyoweza kupita ni kwa nini ameweza kutokea tena kwa wakati huu? Naye bidada Sebia akasema kwamba ni kwa nini aliweza kumsaidia muuaji, na mimi jambo hilo najiuliza sana. Hasa yule mwanamke wa miujiza, yeye yuko kubize katika mitaa, wakati huo alikuwa akimtazama yule mwamba muuaji akiwa anatembea mitaani. Sasa huyu muuaji bana amekosa pa kuelekea popote pale, mwisho wa siku akawa anarudi katika nyumba yake ya zamani, lengo achukue pesa lakini na vitu ambavyo anaweza kutumia kujistili. Na kumbe maafande walikuwa nakula doria nyumbani kwake kila wakati. Leo waliweza kufanikiwa kuweza kumuona. Mwamba anaendelea kuchapa msosi tu alikuwa amebakizaga kipindi cha zamani kidogo, lakini kadri anavyozidi kula akashtuka kwamba ni kama katika mazingira haya kuna uvamizi. Kuna mama mmoja kagonga hodi, "Wewe kijana, upo umerudi?" Jamaa alipokwenda kumfungulia akahisi kabisa huyu mama atakuwa ni shushushu au ameagizwa na maafande. Na ni kweli kabisa, mwanamama alikuwa ameagizwa na maafande, kwani kitambulisho chake cha upelelezi kiko pale chini. Mpambano kwa hatua za awali ulikuwa ni mkubwa sana. Mwamba alizidi kupambana huku akiendelea kuwapiga hawa maafande, na mwisho wa siku kuna afande mmoja alifanikiwa kumwekea tracking device, yani itakayokuwa inaonyesha ujambazi kila sehemu anayokuwa anaelekea. Bwana walimkimbiza sana huyu Mwamba mpaka katika maeneo ya subway station. Sasa Mwamba kila anakokimbilia anashangaa maafande wapo tu. Jamaa hajashtuka kwamba amewekewa tracking device, kwa sababu hao maafande wao wanakataga tamaa baada ya kumkimbiza kwa muda mrefu. Mbona leo wako amenyoka na yeye kila sehemu, na kila sehemu anaojificha wapo tu. Maafande mwisho wa siku walifanikiwa kumkaribia kwa ujirani kabisa, lakini hawakutaka kabisa kuweza kumkamata kiuwepesi namna hiyo. Kumbe bana walikuwa na mtarget yule mwanamke wa miujiza, atakapokuja tu lengo aweze kumkamata. Hasa maafande tayari wameshakaa tayari kuhakikisha kwamba treni itakapokuwa imesimama tu wanaanzisha barangati. Sasa wakati treni inasimama, huyu mwanamke alikuwa ameingia wakizania kwamba ataweza kuwa ni yule mwanamke wa miujiza, kumbe hakupo yeye kabisa, na jambazi akawa amekimbia. Hasa hawakuwa na namna yote ya kufanya operesheni yao zaidi ya kuanza kumfukuzia sasa huyu jambazi mwenyewe ili waweze kumkamata huyu. Wanaamini kwamba kadri watakavyokuwa wamebakia naye huyu lazima tu watakwenda kumkamata yule mwanamke wa miujiza. Sasa ukweli uko hivi, kaka jambazi akiwa kwenye treni alikuja yule mwanamke wa miujiza, lakini maafande hawakufanikiwa kuweza kumuona. Ila mwanamke huyu wa miujiza alipokuja alitoa tu ile tracking device kwa jamaa na akaitupa chini. Kwa jamaa mpaka dakika hii anakimbia hana tracking device, akiwapotea tu maafande imekula kwao. Na Mwamba hakuwa na namna yote ile, baada ya kuwatoroka maafande akaanza kumfuata huyu mwanamke wa miujiza. Huyu mwanamke akampeleka moja kwa moja katika maeneo ya subway, huku akamfungia sehemu. Sasa Mwamba akawa anapiga kelele, "Nifungulie bana, nifungulie," lakini mwanamke akawa amekaa kando yake. Bwana huyu mwanamke wa miujiza ana mambo yake ya ajabu kweli kweli. Kila wakati
wakati anaposimama basi ni mtu wa kula chocolate pamoja na Coca-Cola. Basi moja kwa moja bana, wakati huu makapteni wanalaumiana, umeruhusuje yule mtu aweze kutoroka kinamna ile? Lakini huku upande wa pili bidada Sebia alikuja kugundua kwamba yule mwanamke mzee aliyekuwa ameingia katika nyumba ya kaka Jambazi alikuwa ameshambuliwa vibaya sana na kupoteza fahamu, kwa amewaishwa katika maeneo ya hospitalini. Alipokuwa anataka kuelekea katika hiyo nyumba akawa amezuiliwa na kuambiwa kwamba kuna upelelezi ambao unaendelea, kwa hiyo anaomba apishe kwa muda kidogo huyu mwanamama. Lakini bidada akaanza kupiga makelele akisema kwamba yule pale bana alikupa ni mama wangu mzazi. Sasa kapteni wake anajua isa kwamba yule sio mama yake mzazi. Bidada ni kama anaforce tu mazingira, lengo ni kwamba aende kachunguze kule ndani nini ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini mbaya zaidi ni kwamba katika nyumba ya yule jambazi inaonekana kitambulisho cha bidada kilikuwa kimeweza kuangukia kabla hata ya tukio. Kwa hiyo ina maana bidada alikuwa ametimba pale kabla. Mahojiano yakawa ni makali sana, wakiwa wanamuuliza bidada Sebia kwamba wewe ulikuja kufanya nini hapa, ikiwa wote tunafahamu kwamba kaka Jambazi alipoweza kutoweka tu hakuna mpelelezi aliyekuwa ametumwa kuja kutupeleleza katika nyumba hii, na kama ulikuja kupeleleza ulikuja kwa ruhusa ya nani, na kwa nini ufanye kazi bila muongozo kutokea ofisini? Hasa kitengo cha wapelelezi wakiongozwa na Mwamba Seyao akamfuata bidada na kumwambia kwamba kadri anavyozidi kujiingiza kupeleleza ishu hii basi watamsababishia aweze kufukuzwa mpaka hiyo kazi yake ya uafande. Bidada baada ya kuachiliwa moja kwa moja yeye akarudi tena katika eneo lile la mtaa, akaanza kuuliza nini jana kilikuwa kimetokea. Nauliza majirani. Majirani wanasema kwamba si tuliona tu kuna gari imekuja pale na kumchukua yule mwanamama katika ambulance, lakini pia kuna mpelelezi mwingine alikuwa amepanda na mwanamama akaondoka pamoja. Tukirudi huko katika makao makuu ya upelelezi na kitengo maalum kabisa cha science, yule makamu mwenyekiti alikuwa anasema kwamba ninahisi kabisa yule muuaji kuna sehemu ambapo atakuwa anapatikanika, kwa hiyo naomba tukafanya uchunguzi katika hayo maeneo. Hasa huku upande wa pili kaka Jambazi haelewi chochote kile bana, yuko busy kutafuta mawasiliano katika simu yake kwa sababu amefungiwa katika eneo ambalo hana msaada kabisa. Mwisho wa siku alifanikiwa kuipata signal, ila kwa bahati mbaya simu yake na yenyewe chaji ilikuwa imeisha, na Mwamba akiwa amekata kabisa tamaa. Mwisho wa siku alikuja kushtukia kwamba hapa chini alipokuwa amekaa kama kwa kuna kacheni so fulani hivi, akakatumia hako kukatakata hapa nondo na akawa ametoroka. Huyu mwanamke ameujiza anarudi amemletea Mwamba chakula na gundua kwamba jamaa kitambo sana alishaokota njia. Hasa huyu mwanamke ili kuweza kujua nini ambacho kilikuwa kimejili, akaingiza tu mkono wake mfukoni. Baada ya matukio yote akaanza kujirudisha nyuma, akaanza kumshuhudia Mwamba alivyokuwa anahangaika kutafuta network mpaka alipopata kile kicheni so na kuweza kukata hapa na kuweza kutoroka. Kila kitu aliweza kukiona kwa macho yake. Tukirudi katika kituo kikuu cha polisi, hali ni mbaya kweli kweli kwa bidada Sebia. Taarifa imekuja kwamba anahamishwa kazi na kupelekwa katika kituo kidogo cha polisi katika mkoa mwingine. Dada akaona alarm, nataka kutumia nafasi yangu ya polisi kuniendesha, naye akaandika barua ya kuweza kuacha kazi akiacha pale ofisini. Moja kwa moja akatimba katika maeneo ya hospitalini na kusema kwamba hali ya yule mwanamke ambaye jana alipata madhara inaendeleaje. Daktari akauliza, na kupatia hizo taarifa au ripoti hiyo wewe kama nani? Yaani sina kitambulisho chako wala sijui kwamba wewe ni nani. Kumbuka kwamba bidada ameacha kazi ya polisi. Kwa mtu yote atakayemfanyia mahojiano hana kibali cha kuweza kujibiwa. Lakini Mwamba Seyang naye alikuwa anaingia wakati huo na lengo lake lilikuwa ni kufanya upelelezi. Lakini pia daktari akamgomea mpaka Mwamba Seyang na kumwambia kwamba na kujibu wewe kama nani? Mimi ninastahili kumjibu ni afande peke yake, tena mwenye kibali maalum kutokea kituo chake cha polisi. Mwamba ikabidi kujitambulisha kwamba yeye ni usalama wa taifa na anatokea katika kitengo nyeti sana. Ni muhimu sana akapewa hizo taarifa kwa sababu atamsababishia daktari matatizo makubwa sana endapo hatozipata hizo taarifa. Daktari ikabidi moja kwa moja kufunguka na kusema kwamba yule mwanamke inaonekana alishambuliwa na vitu ambavyo vinafanania na mionzi ya umeme. Sasa tuelewi ni vitu gani hivyo. Basi Mwamba Seyang baada ya kupata ukweli mzima, moja kwa moja akatimba katika lift akiwa ameambatana na bidada Sebia na kumwambia kwamba nimefanya uchunguzi na nimegundua kwamba huyu mwanamke wa miujiza huenda bado tena anahusika na ndiye aliweza kumshambulia yule mwanamke, kwa sababu inaonekana yule mwanamke ameshambuliwa na vitu kama mionzi hivi. Lakini Mwamba mwisho wa siku alimwambia bidada kwamba naomba usijiingize kabisa katika mada hii wala usimchunguze mwanamke huyu, kwa sababu watu wote waliowahi kumwona huyo mwanamke wa miujiza ni wewe peke yako ambaye unaishi katika dunia, hakuna aliyewahi kuishi. Hii sentence ilimfanya bidada ashtuke kidogo kwamba ni yeye peke yake anayeishi baada ya kumwona yule mwanamke. Akaanza kujiuliza ni kwa nini huyu mwanamke ameweza kuniacha mimi basi. Sasa siku ya leo makamu mwenyekiti huko ofisini kwake alikuwa anaongea na mwenyekiti sasa kiongozi mkuu kwa njia ya video call, akimwambia kwamba kabla ya kustaafu kwangu naomba kwanza nimkamate mwanamke wa miujiza kwa sababu hiyo ndio kiu yangu kubwa. Kwa kweli mwenyekiti alikubali mpango wa huyu makamu mwenyekiti kuhakikisha kwamba anamkamata huyo mwanamke wa miujiza, lakini akawa anamkumbusha jambo moja na kumwambia kwamba lakini unajua hatari ya yule mwanamke, kumbuka aliwahi kumkamata baba yake na Mwamba Seyang na akamuua mbele ya watu pasipo mtu yote kufanya chochote kile. Makamu mwenyekiti baada ya kukumbushwa hatari ya huyo mwanamke wa miujiza basi akajikuta amenyongea kweli kweli, ila akawa anakumbuka machozi ya Seyang baada ya kupata taarifa kwamba baba yake ameuliwa. Yalikuwa yanamhuzunisha sana. Hasa moja kwa moja huyu mwanamke akawa ameelekea katika ofisi moja ya kituo cha polisi kuulizia habari ya yule mtoto ambaye kipindi kile baba yake aliweza kuuliwa. Akaambiwa kwamba yule mtoto bana, kuna mtu alikuja kumwadopti, lakini kuanzia hapo taarifa zake tukawa hatuna. Okay, sasa bila shaka hapa mtakuwa mnapata kitu kwamba inaonekana makamu mwenyekiti hajui kabisa kwamba Seyang ndio yule mtoto yule baba ambaye aliuliwaga kipindi kile katika ofisi yao. Lakini huyu mzee akasema kwamba inaonekana mama yake bado anaishi, mama ambaye alikuwa anamlea. Kwa hiyo kama wakifanikiwa tu kukutana na huyo mama ambaye anamlea huyo kijana
kijana, basi watakuwa wamefanikiwa kumkuta huyo kijana kwa sasa hivi yuko wapi. Hasa huku katika kitengo maalum kabisa, kitengo cha upelelezi. Kumbuka kwamba Sojin kila wakati anagombanaga sana na bidada Sebia, na siku ya leo alikuwa anaonekanika katika mitambo akiwa anakagua wapi bidada ambapo anahamishiwa. Na kama tunavyojua kwamba Sojin ni rafiki mkubwa sana wa Mwamba Seiyan, na Seiyan alipokuwa anaingia na kukuta Mwamba anapeleza taarifa ya bidada Sebia, akawa anauliza, "Wewe unapeleza taarifa za huyo bidada kwa sababu gani?" Lakini Mwamba Sojin hakutaka kabisa kuzungumza habari za bidada Sebia, akawa ameondoka pale kwa hasira. Hatujajua kuna siri gani kati ya Sojin na bidada Sebia. Bana, ni kubaki na mimi katika episode inayofuatia. Episode ya 4 itakwenda kutupa majibu nini ambacho kitakwenda kujilika. Kama kawaida, unatakiwa kufanya jambo moja tu, kugusa alama ya kulike kadri unavyozidi kuweza. Basi moja kwa moja tunafikisha like 100, tunatoka na episode ya mbele.